Ripoti zinaeleza kuwa majeshi ya Israeli yanatumia zege kufunga visima vya maji katika ukanda wa West Bank. Ripoti mpya kutokea katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya West Bank zimebaini kuwa majeshi ya Israeli yaani IDF imeendeleza operesheni ya kuharibu vyanzo vya maji vinavyotumiwa na raia wa Palestina kwa kumwaga zege yaani concrete ndani ya visima na kemikali za asili. Taarifa za hivi karibuni kuanzia mwezi Januari hadi Mei 2026 zinaonyesha kuwa ongezeko kwa matukio hayo hasa katika maeneo ya kusini mwa Hebron, ambapo mnamo Januari 12, 2026 majeshi ya Israeli yaliripotiwa kuvamia eneo la Wadi al-Hadina na kumwaga zege katika visima viwili vikubwa na kuharibu tenki la maji lililokuwa likitumiwa na wakulima kwa ajili ya kilimo. Lakini mapema mwezi huu wa Mei, ripoti zinaonyesha kuwa vikosi vya IDF vimeambatana na magari ya zege vimefunga chemchemi 7 za asili katika eneo la Al-Baha, hatua ambayo imekata huduma ya maji kwa familia nyingi za Kipalestina katika ukanda huo. Israeli imekuwa ikielekeza hatua hizi kwa kutumia hoja mbalimbali za kisheria na kiusalama, ambapo mamlaka za Israeli mara nyingi hudai kuwa visima hivyo vimechimbwa bila kibali rasmi kutoka kwa utawala wa kijeshi wa Israeli katika maeneo ya Area C ambayo yako chini ya udhibiti kamili wa Israeli. Mashirika ya haki za kibinadamu kama B'Tselem na MSF yameshutumu hatua hizi yakisema ni mkakati wa makusudi wa kuwafukuza Wapalestina kwenye ardhi zao kwa kuwanyima mahitaji muhimu ya kibinadamu. Lakini kwa kufunga visima hivi, maelfu ya ekari za mashamba ya mizeituni na mizabibu yamekauka, jambo linaloathiri uchumi wa familia za vijijini nchini Palestina. Wakati hali hii ikiwa tete West Bank, shirika la madaktari wasio na mipaka yaani MSF limetoa ripoti mwezi Aprili ya kwamba tarehe 28, 2026 likielekeza kuwa maji yamegeuzwa kuwa silaha ya kivita nchini Gaza. Ripoti hiyo inadai kuwa IDF imekuwa ikiharibu mifumo ya kusafirisha maji na mabomba makuu, jambo linalosababisha magonjwa na vifo vya watoto kutokana na kiu na usafi duni pia. Lakini Umoja wa Mataifa yaani UN kupitia ofisi yake ya kuratibu masuala ya kibinadamu yaani OCHA umelaani vitendo hivi, ukisema kuwa kuharibu vyanzo vya maji ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa zinazowalinda raia wakati wa migogoro. Lakini Wapalestina wengi wameelezea vitendo hivi vya kumwaga zege kwenye visima kama kitendo cha kikatili kinacholenga kufanya maisha katika ardhi hiyo yasiwezekane. Hadi sasa serikali ya Israeli haijatoa tamko jipya kuhusu matukio hivi karibuni ya Hebron, ikisisitiza kuwa operesheni zake zote ziko ndani ya mifumo wa kisheria wa usimamizi wa ardhi. Hali hii inazidi kuongeza machungu na hasira miongoni mwa raia wa Palestina, huku kukiwa na hofu ya kuibuka kwa machafuko zaidi kukiwa na uhaba mkubwa wa maji safi.